Tunawakaribisha katika masomo yetu ya siku ya leo, na tunawapenda katika upendo wa Kristo. Kama kawaida, tutaendelea kutoka mahali ambapo tulifikisha wakati uliopita. Tuliweza kutamatisha sura ya 4 katika kitabu cha waraka wa Waebrania. Tulipoona ya kwamba tuna kuhani wetu Yesu Kristo ambaye ni mkuu kuliko kuhani mwingine yoyote. Na tukaona ya kwamba kuhani wetu Yesu Kristo alipita na akaingia mbingu. Na huyu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu ama Mungu mwana. Na tukashawishiwa kwamba tuendelee kushikilia imani yetu ama maungamo yetu. Tukaendelea kuambiwa ya kwamba huyu kuhani wetu Yesu Kristo sio ati hawezi guzwa na hisia za udhaifu wetu. La, anaweza. Sababu katika njia zote, katika hali zote alipokuwa hapa ulimwenguni, aliweza kujaribiwa na kuteswa. Jinsi ambavyo tunajaribiwa na kuteswa, ingawa tofauti na sisi, kuhani wetu aliye mkuu kuliko wote hakuwa ametenda dhambi na hakutenda dhambi. Tukaambiwa hivyo basi, tukishajua ya kwamba tuna kuhani wetu mkuu kuliko kuhani mwingine yoyote, ambayo ya kwamba tuje kwa ujasiri katika kiti chake cha neema, ili tuweze kupokea rehema na tuweze kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji yetu, wakati wa shida zetu, wakati wa ugumu wetu maishani. Tukatamatishia hapo sura ya 4. Na sasa tutaingia katika sura ya 5. Mwanzo tusome mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Tuone sasa, tukikumbushwa kuhusu ukuhani wa Aroni, ukuhani wa nyumba ama mlango wa Aroni, Levitical ama Aaronic priesthood. Wacha tusome hadi mstari wa 4. Waebrania sura ya 5 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Biblia inasema hivi: maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi, awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu, na kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii ila yeye aitwaye na Mungu, na vile vile Haruni. Kama vile Haruni. Unaona, tumepata kukumbushwa ama maelezo ya juu kuhusiana
na ukuhani wa Kilawi ama wa mlango wa Haruni. Kuna mambo kadhaa ambayo yamejitokeza hapo. Jambo la kwanza ni ya kwamba huyo kuhani alikuwa anachukuliwa kutoka kwa miongoni mwa watu. Na ukumbuke nyumba ya Lawi ama kabila la Lawi ndio lilipewa wajibu wa kuhudumu katika madhabahu yake Mungu. Lakini hasa kazi ya ukuhani mkuu ama ukuhani ilikuwa ya mlango wa Haruni. Sasa miongoni mwa watu wa nyumba wa Haruni ndio kuhani alikuwa anachaguliwa na Mungu, na tunaona kazi zake ni katika yale mambo ambayo alikuwa anahusiana na Mungu. Sio mambo ya kiulimwengu, sio mambo ya kibiashara, sio mambo ya utajiri na mambo mengine. Ilikuwa ni mambo ambayo yanahusiana na Mungu, na hapo mbele tunaelezewa ni mambo gani. Kupokea karama ama vipawa ambavyo watu wa Israeli wametoa kwa Mungu, pengine kuonyesha shukrani ama uhusiano mwema, na pia kupokea kwa niaba ya watu dhabihu za dhambi ambazo watu walikuwa wanatoa. Sababu ukisoma katika mwanzo wa kitabu cha Walawi utaona Biblia ikielezea kuhusu dhabihu za dhambi na makosa na dhabihu zingine ambazo zilikuwa zinatolewa. Na ilikuwa ya kwamba ukifanya dhambi ama makosa na ugundue umefanya dhambi ama makosa, kama mtu binafsi, kama kiongozi ama kama watu kwa jumla, ilitakikana dhabihu ya dhambi itolewe. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa kazi ya kuhani mkuu. Jambo lingine ambalo tumeelezewa, kuhani mkuu, sababu yeye pia alikuwa na udhaifu kama watu wengine, alikuwa anaelewa. Na ni vizuri tusome tena mstari wa 2. Nasema hivi: awezaye kuchukulia kwa upole wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Tunaona kuhani mkuu, sababu hakuna jambo ambalo lilikuwa speciali kwake yeye mwenyewe. Alikuwa tu mwanadamu kama wanadamu wengine. Kwa hivyo katika upungufu ambao wanadamu walikuwa nao, hata yeye alikuwa nao. Na kwa hiyo sababu alikuwa anaelewa kutojua kwa watu na kutoka kwa watu katika njia. Kwa hivyo alikuwa anachukulia hayo mambo kwa upole na kuelewa. Tofauti na wakati huu, mtu ambaye anajiita kuhani ama yale mambo majina mengine yote ambayo wanajiita kwa huduma, anajichukua ni speciali, ni kama Mungu mdogo. Na hakika watu wengi wameona na kushuhudia hayo. Anajifanya ni kama mtu asiye na udhaifu, ni kama mtu mtakatifu sana, ambaye nyinyi mnafaa muje kwake Mungu mdogo ili muweze kuwa watakatifu ama mpate faida ambazo zinatokana na utakatifu. Hata kuna huu msemo ambao unasemwa,
at tapping anointing from the man of God. Na msingi ambao Mungu aliweka wa huduma katika Agano la Kale unaonyesha ya kwamba kuhani mkuu alikuwa mwanadamu kama wengine. Alikuwa na udhaifu kama wanadamu wengine. Na ndio sababu tunaona hata ukisoma katika kitabu cha Walawi, hata pale wakati Aroni alikuwa anatiwa wakfu wa kuwa kuhani mkuu, kuna dhabihu ya dhambi ilitolewa kwa ajili yake kwanza. Sababu ni mwanadamu aliye na udhaifu, asiyekamilika mbele zake Mungu. Kwa hivyo lazima dhabihu ya dhambi ingetolewa kwake. Unaona? Kwa hivyo kulingana na neno la Mungu, mimi kuwa ni mhubiri ama mchungaji ama mwalimu hapa haimaanishi ya kwamba mimi ni mwanadamu speciali ama ninawashinda nyinyi ambao mnanisikiza. Mimi bado ni mwanadamu aliye na udhaifu kama wanadamu wengine. Na hivyo basi vile ambavyo, na ndio sababu Mungu alieleza ya kwamba dhabihu ya dhambi inatolewa kwanza kwa kuhani mkuu ili aweze kukubalika kama mwenye haki mbele zake Mungu, ndio aweze kupokea matoleo ya watu wa Mungu ama dhabihu ambazo za dhambi ambazo watu wa Mungu walikuwa wanaleta kwa ajili ya dhambi zao. Na hii nayo hainipatii kijisababu kama mhubiri kutenda dhambi ama kuingia katika uovu. Sababu ni dhahiri ya kwamba Mungu hangekubali mtu ambaye bado dhambi zake zinasimama aweze kufanya kazi katika madhabahu yake. Hilo tunafaa tuelewe. Tusichukue maandiko tuyageuze ama tuyapindue ili yaingiane na hali zetu ama na mipango yetu. Sisi ndio tunafaa kubadilika katika hali zetu na mipango yetu, tuingiane na neno la Mungu. Hiyo basi ni kuonyesha kuhani mkuu alifaa jichunge sana, sababu alikuwa kielelezo, alikuwa mfano mbele za watu wa Mungu. Kwa hivyo tunafaa kujiuliza, sisi wote ambao tunajiita wahudumu, je, tuko namna gani mbele zake Mungu? Na pia hapa ni vizuri watu waweze kuelewa, sababu kama juzi nilikuwa naona kwa mtandao, ingawa sina undani ama uhakika wa hayo mambo, lakini nasikia kuna mtu ambaye alikuwa mwalimu wa neno la Mungu na mhubiri, ambaye niona ikisemekana amefanya kazi ya Mungu sijui ni miaka 16 na imefika mahali akawachana na kazi ya Mungu. Kuna watu wanajaribu kusema sasa Mungu amemuita kwa wito wengine. Hakuna wito ambao Mungu ataita mwanadamu nao ambao umepita kuhudumu katika ufalme wake. Kwa hivyo hilo sio sawa kulingana na neno la Mungu. The greatest calling that God can call a person unto is a calling to ministry. Hakuna kitu kingine zaidi ya hiyo. Sasa tukikuja upande mwingine, sababu sijui ilifika kiwango gani mpaka akaamua kufunga kanisa na kuacha kuhubiri.
Lakini kama pengine alijipata kwa dhambi ama makosa, hiyo sio sababu ya kuacha kuhudumia Mungu. Sababu tunaonyeshwa hapa, kuhani mkuu alikuwa na toa dhabihu ya dhambi kwa ajili yake kwanza, ndio aweze kutoa dhabihu ya watu. Lile ambalo tunafaa, ukijipata katika dhambi, unaweza ondoka kwa huduma, utubu na uombe Mungu. Na Mungu atakuelekeza na atakusaidia. Lakini kuachana na kuhudumu ama kuachana na wokovu sio suluhisho. Unajua tofauti ni kuwa, ama shida ni kuwa, wengi wetu sisi ambao tunahudumu katika kazi ya Mungu, tunatakana tuonyeshe watu kama sisi ni miungu wadogo. Ndiyo, wajibu wetu unafaa kuwa zaidi ya wale ambao tunahudumia. Lakini tusisahau ya kwamba sisi ni wanadamu, tunaopitia changamoto ambazo wanadamu wengine wanapitia, na hata zaidi. Kwa hivyo ni jambo la kuomba Mungu kila wakati, kujiwachilia na kujiwasilisha kwake, sababu jukumu letu ni kubwa, ili atupe neema na atupe rehema za kuendelea tukiwa tumesimama. Sababu hakika kama mchungaji, dhoruba na mawimbi za kimaisha ni nyingi na ni kali. Lakini tukija katika kiti cha Mungu cha neema, tukiwa na ujasiri ya kwamba Mungu haujatuita kwa muda, umetuita kwa muda wote. Na katika mawimbi ambayo tunapitia, wewe ni Mungu unayetuliza mawimbi. Katika shida na matatizo yetu, wewe ni Mungu unayeelewa na kuweza. Hakika tutaweza kuendelea. Hata nilikuwa nafikiria siku nyingine nikiangalia rekodi ya watumishi wa Mungu katika Agano la Kale. Walihudumia Mungu mpaka kufa kwao. Walihudumia Mungu mpaka mwisho wa maisha yao. Hatuoni mahali mtumishi wa Mungu alikuwa anafika anawacha. Na yule mmoja ambaye alijaribu, akasema, sasa Mungu, naona watumishi wako wote wameuawa, hakuna mtumishi amebaki, sasa mimi nitakaa hapa nikufe. Pale mahali alikuwa amejificha kwa kivuli, Mungu akikausha, akamwambia, amka ule na unywe, sababu kuna kazi iliyo mbele zako. Kwa hivyo hakuna nafasi ya kurudi nyuma. Ni ukweli, kuna wakati unafika unasikia umeisha nguvu. Kuna wakati unafika unasikia ni kama umekauka usongi. Lakini kurudi nyuma sio jambo la kuchagua. Ni kusonga mbele. Tumeitwa na Mungu kikamilifu. Katika mstari wa 3 Biblia inatuambia, kwa hivyo, yani kwa kuwa kuhani mkuu ni mtu ambaye pia ako na udhaifu kama wanadamu wengine, na lazima ajitolee dhabihu kwanza kwa ajili ya dhambi zake. Sababu ni mtu ako na udhaifu kama wanadamu ambao alikuwa anahudumia. Hivyo basi, vile ambavyo
alikuwa anatoa dhabihu za dhambi kwa watu wengine, yeye basi alitakikana ajifanyie dhabihu ya dhambi. Si unaona? Mimi sasa nikichukua mfano wa nikiwa kuhani mkuu, mfano tu, mimi sio kuhani mkuu na wakati huo hakuna makuhani. Sababu kuhani mkuu wetu ni Yesu Kristo. Kuhani akishafanya dhabihu ya dhambi kwa ajili yake na makuhani, ndio sasa alikuwa anafanya dhabihu ya dhambi kwa watu wengine. So unaona, Mungu licha ya kuwa kuhani alikuwa mwanadamu kama wanadamu wengine, na alikuwa na udhaifu kama wanadamu wengine, Mungu alimweka mbele ya watu wao wengine. Kwa hivyo Mungu alitaka yeye akuwe mwenye haki kwanza, kabla sasa afanye dhabihu ya kufanya watu wenye dhambi wawe haki machoni mwa Mungu. Sijui kama unaelewa. Hii ni sawasawa na ile tulisema ya kwamba katika kile kilemba kiliwekwa kiraundi hapa mbele kilichokuwa kimeandikwa utakatifu kwa Mungu, ambacho kwa ajili ya matoleo ambayo watu wangetoa kwa Mungu yangeweza kutakazwa kwanza ili Mungu aweze kuyakubali mbele zake. Mungu ni mwenye haki na mtakatifu kiasi ya kwamba hawezi kubali kitu chochote ambacho kinaitwa najisi kitolewe mbele zake. Na sasa hapa tunaona Mungu ni mtakatifu na mwenye haki kiasi ya kwamba hawezi kubali mtu ambaye ana dhambi ahudumu mbele zake. Hilo sio jambo rahisi. Na wengi wetu tuna huduma ambaye haikubaliki mbele zake Mungu, sababu tumejifanya watakatifu kiasi ya kwamba hata hatuwezi tambua wakati tumefanya dhambi. Hatuwezi tambua wakati tumeenda kinyume na neno la Mungu, ama tunajifanya ya kwamba yale maneno tunasema, matendo ambayo tunafanya, tunajifanya ati hiyo ndiyo haki. Lakini kama kweli tunahudumia huyu Mungu ambaye ni mwenye haki na mtakatifu kiasi cha kwamba hawezi pokea chochote ambacho sio haki, na hataki kuhudumiwa na mtu yeyote ambaye sio mwenye haki, tutajichunga sana kama wahudumu katika ufalme wa Mungu. Na sijasema ya kwamba ati kuna mwanadamu mkamilifu mbele zake Mungu, lakini dawa ya dhambi na makosa ni kutubu kwa kweli, kwa maneno ambayo tumefanya, kwa maneno ambayo tumesema, na hata kwa mambo ambaye hatujafanya na tunatakana tufanye. Mstari wa 4, Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu anajipa hili jukumu, na ni vizuri niweze kusoma mstari wa 4 tena. Na hapana mtu anayetwaliwa mwenyewe heshima hii, anayejitwalia mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu, kama vile Aroni. Umeona? Katika ukuhani ama kuhani mkuu,
Silo jambo ambalo mtu alikuwa anajitoa na anasema mimi ni kuhani mkuu. Hapana. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anateua. Hata aliambia Musa achukue ndugu yake Aroni na wanawe, wajitenge, wajitakase, ili waweze kuwa wahudumu katika kazi yake Mungu. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anasema kuhani mkuu ni huyu, na akatoa njia ya kuhani mkuu kutawazwa. Si unaona? Kwa hivyo mtu ambaye wakati huo anajiita kuhani, ama kama ulikuwa unajiita kuhani na mpaka saa hii bado unajiita kuhani, na tumeambiwa ya kwamba kuhani wetu aliye mkuu kuliko makuhani wowote wa Agano la Kale ni Yesu Kristo. Wewe unachukua nafasi ya Yesu Kristo. Na hiyo inaitwa aje? Blasphemy. Kwa Kiswahili inaitwa kukufuru. Kufukuru, kitu kama hiyo, blasphemy. Sababu tunakumbushwa kazi ya kuhani mkuu. Sio mtu alikuwa anasema mimi ni kuhani mkuu. Ni Mungu alikuwa anateua. Kama vile alivyoambia Musa, nimechagua ndugu yako Aroni kama kuhani mkuu na wanawe kama makuhani. Huo sasa ni ukuhani wa Agano la Kale, ukuhani wa Kilawi ama ukuhani wa mlango wa Aroni. Sasa wacha tusome mstari wa 5 hadi mstari wa 10 tuweze kuona ukuhani wa Yesu Kristo katika hii sehemu ya hii sura, ili tuweze kuelewa zaidi. Sababu sura ya 4 ilimalizia na sisi kuambiwa ya kwamba tuna kuhani mkuu kuliko wote, Yesu Kristo. Sasa ili tuweze kuelewa, tumeelezewa kuhusu ukuhani wa Kilawi ama Kiaroni. Sasa katika hii misari ingine tutaelezwa sasa, tutaonyeshwa ukuhani wa Yesu Kristo unaingianaje na ukuhani wa Kilawi ama wa mlango wa Aroni. Na nakumbuka nikisema hapa ya kwamba mambo mengi yaliyo katika Agano la Kale ni kivuli, ni mfano, ni kielelezo cha mambo yaliyoko katika Agano Jipya, na uhakika wake uko katika Kristo. Hebu tusome Waebrania sura ya 5 mstari wa 5 hadi mstari wa 10. Biblia inasema hivi: vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, niwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kama asemavyo mahali pengine, niwe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti,
maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Haleluya. Sasa unaona, mstari wa 4 tumemalizia ya kwamba kuwa kuhani mkuu ama wadhifa wa kuhani mkuu, hakuna mtu alikuwa anasema ati mimi ndiye kuhani mkuu, lakini Mungu ndiye alikuwa anasema kuhani mkuu ni huyu, vile alivyofanya wakati wa Aroni, sababu aliambia Musa ndugu yake aende amtie mafuta. Haya, tunaendelea kuambiwa hivyo, ama vile vile Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwana hakujitukuza yeye mwenyewe, hakujitoa ama hakujitunuku mamlaka ya kuhani mkuu, ila Yesu mwana alimtukuza Mungu Baba, ambaye aliambia Mungu mwana. Sasa pengine wengine wanaanza kuchanganyikiwa. Mungu, nirudie na niliwahi sema hapa tena, na hata tukisoma katika mwanzo wa kitabu hiki tuliona ya kwamba Yesu Kristo ni dhihirisho la Mungu katika mwili, ama kwa njia nyingine Yesu Kristo ni Mungu katika mwili. Yesu ambaye ni mwana wa Mungu ama God the Father, Yesu ni God the Son, alafu na pia God the Holy Spirit. Hizo ni njia zatu ambazo Mungu ameamua kujieleza nazo kwetu sisi wa wanadamu ili tumuelewe zaidi. Kwa hivyo wakati sasa katika huu mstari nasema ya kwamba Yesu hakujitukuza yeye mwenyewe ili afanyike kuhani mkuu, ila alimtukuza Mungu Baba, ambaye alimwambia, umekuwa mwanangu, leo. Hebu tusome mstari wa 5. Wewe ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa ufupi tu inamaanisha Mungu alijitukuza kupitia kwa Kristo. Alijitukuza kupitia kwa Kristo, kuonyesha utukufu ulio katika Mungu. Awe amejiwasilisha kama Mungu Mwana, awe amejiwasilisha kama Mungu Baba, bado ametukuka, bado ametukuka. Kwa hivyo wakati unapata mahali Biblia inasema Mungu Mwana ama Kristo ama the Son, huyo ni Mungu anajieleza kama Kristo. Ukipata mahali
inasema the Father. Ni Mungu anajieleza kama Baba. Na ukipata mahali inaongea kuhusu Roho Mtakatifu, ni Mungu anajieleza kwetu kama Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, kama vile ambavyo katika ukuhani wa Kilawi wa mlango wa Aroni, Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anateua ni nani atakuwa kuhani mkuu. Vile vile Mungu ndiye aliteua, hakuambiwa. Yeye ndiye aliamua ya kwamba atakuja kama kuhani mkuu kwetu hapa ulimwenguni kama Yesu Kristo. Nafikiri hapo tunaelewa. Wakati Biblia inasema hapa ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliteua Yesu Kristo akuwe kuhani mkuu, inatuonyesha kwamba Mungu yeye ndiye ako na hiyo mamlaka. Hakushawishiwa ama kuambiwa na yeyote vile atakavyofanya kazi yake ya ukombozi na ukuhani. Yeye ndiye aliyeamua. Na pia wakati Biblia inaongea kuhusu Mungu Mwana ama Kristo kujinyenyekeza mbele zake Mungu Baba na kumtii, na badala ya Mungu Mwana kujitukuza anatukuza Mungu Baba, inaonyesha uelewano ulioko katika Mungu. Hakuna mabishano, hakuna tofauti. Sababu hakuna mahali tumeona Mungu Baba akifanya hivi ama akisema hivi naye Mungu Mwana anakanusha. Inatumika kuonyesha kuelewana na kupatana. Ile nasikia wakiita kwa kizungu nafikiri synergy among God the Father, the Son na Holy Spirit. Kwa hivyo kama vile ambavyo Aroni hakujitunuku huo wajibu, pia naye Yesu Kristo ambaye ni Mungu Mwana hakujitunuku huo wajibu. Alitunukiwa naye Mungu Baba. Hakuna mabishano, hakuna mgogoro, ni kuelewana na kupatana. Mstari wa 6, na hayo maneno ambaye tumeona katika mstari wa 5, ambaye anasema ya kwamba ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, utayapata katika Zaburi ya 2 mstari wa 7. Mstari wa 6 pia tunaendelea kuonyeshwa Mungu Baba akiongea kuhusu ukuhani wa Mungu Mwana. Mstari wa 6 anasema, kama asemavyo mahali pengine, ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Unaona vile ambavyo Aroni hakujitunuku kuhani mkuu, alitunukiwa naye Mungu kupitia kwa Musa. Tunaona pia naye Yesu Kristo hakujitunuku wajibu wa kuhani mkuu, alitunukiwa naye Mungu Baba. Na hiyo mstari wa 6 ni nukuu katika kitabu cha Zaburi ama Zaburi ya 110 mstari wa 4. Sasa nafikiri tunaona tukielezewa jinsi kuna uwiano kati ya ukuhani wa Agano la Kale na ukuhani wa Agano Jipya. Na tunaona Mungu akisema ya kwamba kuhani Yesu ni kuhani mkuu wa mlango ama mfano wa Melkizedeki.
Na hapa ningetaka tuelewe. Ukuhani wa Kilawi ama wa Kiaroni uko katika kitabu cha Kutoka, Exodus. Wakati Mungu alikuwa anaelezea Musa vile ambavyo hema ya makutano itatengenezwa, vyombo ambavyo vitakuwa pale, hata na manguo ya kuhani yatatengenezwa namna gani, mambo ya mafuta ya kutiliwa, mambo ya manukato, ni katika kitabu cha Kutoka, Exodus. Lakini Melchizedek anatokea katika kitabu cha Mwanzo. Anatokea katika kitabu cha Mwanzo. Ukisoma Genesis ama Mwanzo sura ya 14, Mwanzo sura ya 14, mstari wa 18 hadi 20. Ni vizuri tusome. Mwanzo 14 mstari wa 18 hadi 20. Genesis chapter 14 from verse 18 to 20. Biblia inasema hivi: na Melchizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zake mikononi mwa Abrahamu. Abrahamu akampa fungu la 10 vitu vyote. Jambo la maana sana. Unaona, ukisoma hapo nyuma, Abrahamu alipata habari ya kwamba mtoto wa nduguye amevamiwa, na yeye na jamii yake na mali yake ikatekwa. Naye Abrahamu akakusanya wapiganaji wake, na wakaenda wakafuata wale ambao walikuwa wamevamia mtoto wa nduguye. Wakaweza kuwashinda na wakachukua ile mali ambayo ilikuwa imeibiwa na wakarudi naye. Sasa Abrahamu akiwa katika safari ya kurudi, ndiye anakutana na Melchizedek. Na kama Biblia ambavyo imesema, huyu Melchizedeki alikuwa kuhani mkuu. Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Nasikia anaitwa nani? Melchizedeki mfalme wa Salemu. Salem ama Shalom inamaanisha amani. Kwa hivyo Melchizedek hapa Salem haimaanishi mahali venye kulikuwa na mfalme wa Babeli, sijui mfalme wa wapi. Hapa Salem haimaanishi mahali, ilikuwa inamaanisha amani, hali. Melchizedek alikuwa mfalme wa amani, kuhani wa Mungu aliye hai. Sasa Yesu, na nasema mara mingi na nitazidi kurudia kwamba mambo yaliyo katika Agano la Kale ni kivuli cha mambo yaliyo katika Agano Jipya.
ni mfano wa mambo yaliyo katika Agano Jipya, na uhakika wake ni Kristo. Yesu Kristo, ukienda ukisoma katika Isaya akitabiri kuja kwa Yesu Kristo, alisema ya kwamba ataitwa mfalme wa amani, Prince of Peace. Unaona? Sasa hapa na nafikiri tukiendelea mbele katika hiki kitabu cha Waebrania tutaweza kuelezea, kuna mahali tutakuja tupate ikielezewa kwa upana kuhusu huyu mfalme wa amani Melkizedeki, ambaye ulikuwa mfano wa Kristo. Unaona? Kwa hivyo, na tusipitwe na hii hoja ya kwamba ukuhani wa Melkizedeki, ambaye ni mfalme wa amani, ambaye ni mfano wa Yesu Kristo, ulikuja kabla, umetangulia ukuhani wa Kilawi, umetangulia ukuhani wa mlango wa Aroni. Naona hiyo? Kwa hivyo, ili watu waweze kuwa na msingi wa ukuhani huu wa Melkizedeki, ambao ni mfano wa Yesu Kristo, ambao umekuja kutimia katika Agano Jipya, Mungu akauleta katika sheria zake ili watu wake waweze kuwa na picha ya huu kuhani. Kwa hivyo ukuhani wa Melkizedeki umetangulia, hata kama ni venye watu wanakuamilia na kujiita makuhani. Ukuhani ambao tunafaa kushikilia ulio katika kitabu cha Mwanzo ndio huu ukuhani wa Melkizedeki. Bwana asifiwe. Na unajua watu husema tumeamrishwa na neno la Mungu kuhusu kutoa fungu la 10 na matoleo mengine. Tumesoma na tumeona nukuu ya kwanza ya kutoa fungu la 10 iko hapa mahali tumesoma, na uone tumesoma tukaona ya kwamba huyu Melkizedeki mfalme wa amani alikutana naye Abrahamu. Kwanza akatoa mkate na divai akampa Aroni, akampa Abrahamu. Na kama tunaweza kumbuka, wakati wa meza ya Bwana, the last supper ama the Lord's table, Yesu alitoa mkate akashukuru Mungu na akasema ya kwamba huu ni mwili wangu ambao umetolewa kwa ajili ya wokovu wenu. Na pia akachukua kikombe cha divai akashukuru Mungu, akasema hii ni damu iliyotolewa kwa ajili ya Agano Jipya. Sijui kama tunaelewa. Melkizedeki alivyotoa mkate na divai, hiki ni kivuli cha Yesu Kristo alipotoa mwili wake na damu yake kwa ajili yetu sisi wenye dhambi, ili
Agano Jipya liweze kutimia. Ukuhani wa Melkizedeki. Unajua ukuhani ambao sasa watu wanamejitwika wakati huu ni wa kuleta, mlete. Yeye hakuna kitu anatoa. Lakini tunaona mfano wa Yesu Kristo, Melkizedeki. Yeye mwenyewe alitoa kwanza, akampa Abrahamu. Na tumeona ametoa mkate na divai, kisha akambariki Abrahamu. Si tumesoma wazi? Sababu tunaona mstari wa 19. Hata wacha turudie mstari wa 18. Tuende sasa hatua kwa hatua. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Alitangulia kuleta mkate na divai kwake Abrahamu. Mstari wa 18. Samani. Tunaendelea katika huo mstari wa 18. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Mstari wa 19. Baada ya kutoa mkate na divai, mstari wa 19 unaanza aje? Akambariki. Melkizedeki, kuhani mkuu, kuhani wa Mungu mkuu aliye hai, akatoa mkate na divai kwake Abrahamu. Baada hiyo akambariki. Sikia baraka ambaye alibariki Abrahamu, naye akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Hakika akambariki. Sasa sikia mstari wa 30. 20. Mstari wa 20 unasema, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mkononi mwako. So unaona, baada ya kubariki Abrahamu, huyu kuhani mkuu akatukuza Mungu. Venye tu tunaona hapa, Yesu hakujitukuza, ila alitukuza yeye aliyemwambia, wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa. Akatukuza Mungu. Mungu Baba akatukuzwa na Yesu. Vile ambavyo tunaona hapa mfano wa Yesu Kristo, baada ya kutoa mkate na divai na kumbariki Abrahamu, akahimidi, akatukuza Mungu. Umeona? Jambo la ni gani lilifuatia? Katika mstari wa 20, sehemu ya mwisho, Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Umeona? Abrahamu hakuambiwa atoe, haikuwa sheria atoe fungu la 10. Yeye aliona huyu mtu ametoa mkate, ametoa divai, amenipa, amenibariki, amehimidi Mungu, ama ametukuza Mungu, muumba mbingu na nchi. Na amemtambua huyu Mungu kama aliyenipa ushindi dhidi ya maadui zangu.
akahimizika ndani yake Abrahamu, akatoa fungu la 10 akampa Melkizedeki. Umeona? Kwa nini hawa watu ambao siku hizi wanajiita makuhani na majina yote ya huduma, kwa nini wanaongea tu kuhusu kutoa fungu la 10 kwa sheria? Kwa nini hawaangalii hapa? Sababu unajua, kutoa fungu la 10 kwa sheria ni sababu huu ulikuwa wakati wa ukuhani wa Kilawi, na kumbuka ya kwamba Walawi hawakugawiwa sehemu Israeli ikigawanywa. Waliambiwa urithi wenu, Mungu aliwaambia urithi wenu ni kuhudumu katika madhabahu yangu. Hawakuwa na mashamba makubwa, hawakuwa na nini na nini. Kila wakati waliishi wakidumu katika madhabahu ya Mungu. Na sababu ni wanadamu na wanahitaji. Walikuwa wanahitaji kula, kunywa, kuvaa, na hawana sehemu zao za kulima na kufanya kazi. Ndio sababu Mungu aliamrisha Waisraeli waweze kutoa fungu la 10 na matoleo mengine ili kukimu mahitaji ya hawa watu ambao urithi wao ulikuwa kuhudumu katika madhabahu yake Mungu. Haya, sasa na tumeonyeshwa tu vizuri katika Agano la Kale waliishi katika huo ukuhani wa Kilawi wa Kiharoni. Juzi tu tulisoma tukaambiwa sasa tuko na kuhani wetu mkuu kuliko wote, Yesu mwana wa Mungu ambaye aliingia mbinguni. Hivyo basi tunafaa kuja mbele zake na ujasiri. Ukuhani wa Melkizedeki. Sasa hakuna watu wanaishi makanisani ama hekalu, hata hakuna hekalu, hata saa hii Israeli hakuna hekalu. Ilibomolewa na haijaweza kujengwa. Na Mungu angetaka ijengwe, ingejengwa. Kwa hivyo hatuna watu ambao wanaishi kwa hekalu wakichochea kuni na kuhakikisha kwamba taa haizimi na kupokea dhabihu na kufanya dhabihu katika madhabahu. Hatuna. Hata Biblia kuna mahali Paulo anasema ya kwamba yeye anafanya kazi na mikono yake ili aweze kukimu mahitaji yake na wale walikuwa wanahudumu pamoja naye. Na mahali pengine pia inaandikwa ya kwamba mtu asiyefanya kazi na asile. Nikimalizia, Yesu Kristo akikashifu unafiki katika kutoa fungu la 10 uliokuwa na watu wakati huu. Na akaambia mnachukua sheria za wanadamu mnazifanya sheria za Mungu. Na akawaambia baada ya kukejeli unafiki, sababu mtu walikuwa nasema kama mtu ameapa ya kwamba ataleta kitu hekaluni lazima alete. Hiyo walikuwa na insist sana. Na Yesu anawaambia na huyo mtu mambo ya wazazi hamuangalii. Sababu sheria inasema honor your father and mother. Unatelekeza wazazi, lakini anakuambia lazima anapokea. Yesu akatamatisha kwa kusema, nyinyi mnatilia sana mkazo mambo ya fungu la 10. Mnapuuzilia mambo yaliyo ya muhimu zaidi: imani, rehema na haki. Unaona? Yesu Kristo hakuambia watu watoe ama wasitoe. Lakini alisema ya kwamba
wacha imani, rehema na haki itangulie kutoa kwako. Kwa hivyo tuko katika ukuhani wa Melkizedeki, na tunaona ya kwamba Abrahamu ambaye ndiye nukuu ya kwanza ya fungu la 10 hakutoa sababu ya kuamrishwa, alishawishika na kuhimizika ndani yake. Kwa hivyo kutoa kwetu hakutakani kuwe kwa sheria na kuhimizwa na kuwekewa masharti. Hata mahali pengine Biblia inasema kwamba Mungu anapenda anayetoa akiwa amechangamka, jinsi ambavyo ameamua kutoa yeye mwenyewe, sio kuwekewa sheria ama kusulutishwa. Huo ndio utoaji wa Agano Jipya. Huo ndio utoaji wa ukuhani wa Melkizedeki ambao tuko ndani yake wakati huu. Tumeweza kufikisha mstari wa 6 na tutaweza kuendelea kutoka hapo Jumapili ijayo. Mungu wa uzima na rehema awabariki mpaka tutakapokutana wakati mwingine. Tunawapenda katika upendo wa Kristo, na jina la Yesu na lisifiwe. Amen. Amen.